بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم أجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي ورسولا عن دعوته ورسالته. وصلى الله وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبائه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, mada tutakayoizungumzia hivi leo itakuwa ipo katika mtindo wa swali, na kila mmoja miongoni mwetu ajaribu kujiuliza swali hili, halafu ajijibu yeye mwenyewe, halafu aangalie majibu yake aliyoyajibu. Je, yeye mwenyewe anaridhika nayo? Kama anaridhika nayo basi khairi, na kama anaona kwamba haridhiki nayo basi kuna haja ya kuchukua hatua ili kuweza kusahihisha nafasi yake katika jamii. Wote kwa pamoja tujiulize, sisi kama Waislamu, kwa mtu mmoja mmoja, tumeifanyia nini dini hii ya Kiislamu? Madha qaddimna lihadha ad-din, tumeifanyia nini dini hii ya Kiislamu? Ndugu zangu Waislamu, swali ambalo kila mmoja miongoni mwetu anapasa ajiulize na ajijibu kwa uadilifu kabisa ndani ya nafsi yake, na Allah subhanahu wa ta'ala ni shahidi kwa yale majibu atakayojibu yeye mwenyewe na uamuzi atakaochukua kuufanya kuhusiana na mchango wake katika dini hii. Wewe umeifanyia nini dini hii? Mimi nimeifanyia nini dini hii? Wote kwa pamoja tujiulize, tumeifanyia nini dini yetu ya Kiislamu? Tumeichangia katika kitu gani? Tumeisaidiaje dini yetu ya Kiislamu? Yote hayo ni maswali yenye maana moja ambayo ni lazima tujiulize ili tuweze kujua nafasi zetu kama Waislamu mmoja mmoja zipo wapi katika kusukuma mbele Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, sio ni kificho kwamba hali ya umma wetu wa Kiislamu ni ya kuhuzunisha. Ni hali ambayo inafananishwa na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzun wa inna lima halla bi ummati at-tauhid la mahzunun. Hakika jicho linatokwa na chozi, na hakika moyo unahuzunika, na hakika hali iliyofikiwa kwa umma huu wa tauhidi, sisi ni wenye kuhuzunika. Inafikia daraja unapokuwa unasoma Qur'an unarudia mara mbili kusoma katika baadhi ya aya kuhakikisha kwamba je, hizi aya kweli zinatukusudia sisi Waislamu au kuna Waislamu wengine wasiokuwa sisi? Unaposoma aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuwa na usifia umma huu, mpaka unapata shaka kwamba je, ni umma huu wa Muhammad huu au kuna umma mwingine? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi Waislamu ndio umma bora mliotolewa kwa watu. Lakini ukiangalia unaweza ukahisi kwamba
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasemi uongo. Je, ni sisi ukapatwa na wasiwasi? Umma ambao umesifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an kwamba ni umma wakati kwa kati, umma wa uadilifu. Mwenyezi Mungu aliposema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kama hivi tumewajalieni nyinyi kuwa ni umma wakati kwa kati, umma wa uadilifu, ili nyinyi muwe ni mashahidi kwa watu wengine. Ukifikiria vile vile ndugu yangu Muislamu, je, huu umma tunaozungumzia, umma tulionao sisi, umma huu wa Kiislamu, ndio ule umma ambao ulisifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an kwamba ni umma wa umoja na mshikamano, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun, hakika umma wenu huu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu, basi niabuduni. Hakika ukiangalia umma huu wa Qur'an na jinsi ulivyo, basi moyo wako utapatwa na huzuni kubwa kutokana na hali mbaya ambayo imefikiwa na umma huu wa Kiislamu katika zama tulizonazo. Umma umetoka katika mwenendo na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Umma umepotea, nafsi za watu zimepotea, zimebadilika. Na kutokana na hali kama hiyo, ndiyo maana umma huu ukawa ni sawasawa na yule mnyama mkubwa kama mbogo ambaye tayari amekwisha anguka chini, basi kila mtu anakuja na kisu chake, anakata sehemu anayotaka, anaichukua na anaondoka nayo. Umma hautishi tena. Na hii inatupelekea katika yale maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alipoambia masahaba, na masahaba wakawa wameshtushwa na maneno yale, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema katika hadithi sahihi iliyopokewa na Abu Daud kutoka kwa Thauban, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yushak an tadaa alaykumul umam kama tadaa al-akalata ila qas'atiha. Qalu aw min qillati nahnu yawma idhin ya rasul Allah? Qala kalla walakinnakum yawma idhin kathir walakin ghutha'un ka ghutha'i as-sayl wala yushikanna Allahu an yanzi'a al-mahabata min qulubi aduwwikum wala yaqdhifanna fi qulubikum al-wahn. Qila wama al-wahn ya rasul Allah? Qala hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye alizungumza akiwazungumzia masahaba zake kwa kuambia inakaribia kufikia wakati kuitana mataifa kuwachangia nyinyi Waislamu kama vile watu wanapokichangia kukila chakula. Angalia mfano wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani itafikia zama ambazo umma wa Kiislamu utakuwa ni sawasawa na sinia la pilau ambalo watu wamelizunguka na wanalishambulia lile sinia la pilau, au ni sawasawa na mnyama ameanguka chini kama tulivyosema ni mbogo, na kila mwenye kisu chake anakuja pale anakata, mwenye kisu kikali, mwenye kisu butu, mwenye kiwembe, kila mtu anakata na kuchukua kiwango cha nyama anachotaka aondoke nacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema imekaribia kufikia wakati nyinyi mkawa mnachangiwa na mataifa mengine kama wanavyokuwa wanachangia watu wanapokula chakula. Masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakashtushwa na hali hiyo, na wakauliza kwa niaba yetu sisi, awa min qillati nahnu yawma idhin ya rasul Allah? Je, ikifikia wakati huo itakuwa ni kwa sababu ya uchache wetu sisi Waislamu siku hiyo, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kalla, kamwe hata siku moja, si kwa sababu ya uchache. Walakinnakum yawma idhin kathirun, siku hiyo nyinyi mtakuwa mko wengi sana. Walakin ghutha'un ka ghutha'i sayl, lakini mtakuwa ni sawa sawa, ni povu, mfano sawa sawa na povu la yale maji yenye kutiririka. Wala yushikanna Allahu an yanza'a al-mahabata min qulubi aduwikum, na itakurubia Mwenyezi Mungu kuondosha na kunyofoa ile hofu iliyopo katika nyoyo za adui zenu, wasiwaogope tena, wakaona nyinyi sawa sawa na yule mbogo ambaye ameanguka chini, hana tishio lolote wala hana madhara yote. Wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahn,
na Mwenyezi Mungu atatia katika nyoyo zenu alwahn. Qila wama alwahn ya Rasulullah, masahaba wakasema nini maana ya wahn ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qala hubbu dunya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mtapenda sana dunia, wa karahiyatil maut, na mtachukia kifo. Utabiri huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona katika sekta zote za maisha yetu kama Waislamu. Kila Muislamu yeye binafsi amejiweka katika nafsi yake na kuona kwamba mchango ambao anatakiwa kuutoa katika Uislamu ni mdogo sana, na saa nyingine haupo, na hakuna anayefuatilia, anayejali, anayethamini hali ya umma wa Uislamu kama Muislamu. Hii ni hali ambayo imetufikia sisi Waislamu, na ilikwisha bashiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema, kwa sababu ya watu kupenda dunia na kuchukia mauti, basi Mwenyezi Mungu atatia katika nafsi zetu alwahn, udhaifu na unyonge. Umma wetu umekuwa ni dhalili baada ya kuwa ni umma wenye ukarimu, umma mtukufu. Umma umekuwa umejaa ujinga baada ya kuwa ni umma wa elimu. Umma umekuwa ni mkia baada ya kuwa ni umma ambao ulikuwa unatakiwa uongoze dunia. Yote haya yanausibu umma wetu, na sisi Waislamu tuko na tunaona na tunathibitisha. Tutakapojiuliza lile swali letu la kwanza, tumeufanyia nini dini yetu, basi ndiyo utajua jibu kwamba umeuweka umma katika nafasi gani wewe kama wewe. Kabla hujamlaumu mwingine, wewe kama wewe, mimi kama mimi, umeuweka umma katika nafasi gani? Umma upo katika hali ya kusikitisha katika sekta zote kama tulivyoona, na hili linatokana na sisi kujiweka nyuma na kutoweza kuchangia kwa njia moja au nyingine katika kunyanyua umma huu wa Kiislamu, umma ambao dini hii ambayo ni amana katika mabega yetu. Kwa kila aliyetamka shahada na akasema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, aelewe kwamba amebeba amana ya dini hii ya Kiislamu, na atakuja kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametanguliza nini, amechangia nini, na amefanyia nini dini yake hii ya Kiislamu. Ni swali ambalo kila mmoja miongoni mwetu atakuja kuulizwa siku ya Kiyama. Tujitayarishe na majibu ya kuweza kumjibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, jaribu kuangalia katika maisha yako unayoishi ni mambo gani ambayo unayapa kipaumbele zaidi. Kama ni mambo ya dini na kujihusisha na dini na hali ilivyofikia katika dini, na wewe kama mwanadini unafanyia nini, alhamdulillah, hiyo ni nafasi nzuri sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama unayapa kipaumbele katika maisha yako ni mambo mengine kabisa, na dini inachukua nafasi ndogo sana katika maisha yako, ujielewe kusema kweli upo katika hasara iliyokuwa kubwa kabisa, na kusema kweli wewe unakuwa ni sababu miongoni mwa sababu za kudidimiza umma huu wa Kiislamu. Ni muhimu ndugu zangu, wakati tukiyazungumza hao, tuweze kupata baadhi ya mifano inayotoka kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na swala zima walivyokuwa wakiichukulia dini hii ya Kiislamu na ilivyobadilisha maisha yao, na michango gani ambayo walitoa katika dini hii ya Kiislamu, na maisha yao yalikuwa yote wanaishi kwa ajili ya dini hii ya Kiislamu, ili tuweze kuaidhika mimi na wewe, tuweze kurudi kuifanyia dini yetu ya Kiislamu yale ambayo kusema kweli yanastahili. Tuanze na khalifa wetu wa kwanza wa Kiislamu, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Tunaelewa kwamba Abu Bakr as-Siddiq alikuwa ni rafiki yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kuamini katika wanaume. Mtu wa kwanza kabisa ambaye baada ya kusikia ujumbe wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusita, na Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe anasema sikuwahi kumuita mtu yoyote katika Uislamu isipokuwa alikuwa na kigugumizi kidogo, isipokuwa Abu Bakar. Abu Bakar nilipomlingania katika Uislamu hakuwa na kigugumizi chochote, aliingia moja kwa moja na kuniamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na kwamba mimi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Abu Bakr as-Siddiq alikuwa ni mfanyabiashara katika mji wa Makka,
na biashara zake zilikuwa zinakwenda vizuri, alikuwa na mipangilio yake ya kimaisha. Lakini alipotamka shahada mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, kwamba nakiri kwa moyo, natamka kwa ulimi, na nitathibitisha kwa vitendo kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja, hana mshirika, na kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Maneno haya yalibadilisha utaratibu wake wa maisha. Kabla ya hapo alikuwa akiamka asubuhi, hamu yake kubwa ilikuwa ni biashara zake, kuuza na kununua, kuagiza na kusafirisha na shughuli hizo. Lakini baada ya kutamka maneno haya kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakar alibadilisha utaratibu wake wa maisha. Ikawa jambo lake la mwanzo kabisa analipa kipaumbele ni kwamba madha saaf'al li hadha ad-din, madha sauqaddimu li hadha ad-din, nitaipa nini dini yangu hii, nitafanyia nini dini yangu hii. Kwa hiyo Abu Bakar ikawa akiamka asubuhi, hammuhu al-awwal wa shughluhu al-awwal, shughuli yake ya mwanzo na jukumu lake la mwanzo anaangalia Uislamu wake kabla hajaangalia masala mengine. Na hii inaonyeshwa na juhudi ambazo alizifanya baada ya kusilimu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu na kukubali Uislamu. Siku ya pili Abu Bakr as-Siddiq anakuja na watu watano mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu hawa watano wote ni miongoni mwa watu waliobashiriwa pepo, kina Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaidullah na wengineo, Zubair ibn al-Awwam. Wote Abu Bakar baada ya kupata tamko la kusilimu akachukua jukumu yeye sasa. Siku ya kwanza si kwenda kufungua duka lake, siku ya kwanza ni kwenda kufanya da'wa. Uislamu unahitaji da'wa, tuko wachache. Yuko Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuko Bi Khadija, yuko Ali ibn Abi Talib, na mimi Abu Bakar peke yangu. Tuko watu ambao watuzidi watano, tunahitaji kuwa na watu wenye nguvu. Abu Bakar bila kutumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku ya pili anakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu watano, wanakuwa watu 10 kwa sababu ya mtu mmoja tu alielewa anatakiwa aifanyie nini dini yake ya Kiislamu, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, alhamdulillah tumezaliwa Waislamu, tuna miaka 30, 40, 50, tuko Waislamu. Tumeifanyia nini dini yetu? Abu Bakar siku moja tu ya maisha yake alipoingia katika Uislamu amejua na umuhimu wa kufanyia mambo Uislamu, na ameleta watu watano katika Uislamu. Mimi na wewe ambao tumezaliwa Waislamu, tumekuwa ni Waislamu, tumeifanyia nini dini yetu? Ni watu wangapi ambao hawaujui Uislamu tumewaingiza katika Uislamu? Lazima tujiulize swali. Tunaishi na watu wangapi ambao ni Waislamu lakini wako katika mambo yaliyopotea? Tumefanya nini katika kuwavuta katika masuala ya Kiislamu? Ni watu wangapi tumewafanyia da'wa? Nimeshiriki katika makongamano mangapi? Nimeisaidiaje da'wa? Nimewasaidiaje wana da'wa? Ni mimi na wewe tujiulize ndugu yangu Muislamu, ambao tumezaliwa katika Uislamu na tunakiri, tunathibitisha kwamba hali ya umma wetu ni mbaya, lakini mimi na wewe tukijiuliza tumefanya nini ukilinganisha na huu mfano mmoja wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Katika siku moja aliweza kufanya nini? Bado mifano mingine sijaitoa ya Abu Bakr as-Siddiq, mmoja tu, lakini mimi na wewe tujilinganishe leo. Tumeufanyia nini Uislamu? Tumewalingania marafiki wetu wangapi? Mtu anakaa maisha yake ana marafiki zake wengi tu, wanapendana, wanaaminiana, inawezekana sio Waislamu, lakini anaona hata aibu kumwambia rafiki yake kwamba bwana, huko uliko ndugu yangu umepotea, mimi nakupenda, utaingia katika moto wa Jahannam, unamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Njoo upande huu kwa mawaidha mazuri na hoja na mantiki na tabia, ukamvuta akaja. Ni wangapi miongoni mwetu ambao wamefanya shughuli kama hizo? Bali tunaona hata aibu kuzungumza. Mtu anakaa na rafiki yake miaka 10, 15, hajawahi kumlingania hata siku moja neno la haki, neno la Uislamu. Jiulize swali hilo, jibu utakuwa nalo wewe mwenyewe, halafu utajipima kwamba mchango wako ukoje katika dini hii tukufu. Huyu alikuwa ni mfano wa kwanza, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuangalie mfano wa pili katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Huyu mmoja katika masahaba anaitwa Tufail
ibn Amr kutoka katika kabila la Dausi, anakuja katika mji wa Makkah Tufail kufanya ibada zake za masanamu. Huyu bwana alikuwa ni mshairi na ni mtu katika kabila lao maarufu, na alikuwa na hadhi yake katika jamii. Alipoingia katika mji wa Makkah, kama ilivyokuwa kawaida ya mji wa Makkah, anakutana na wale wapotoshaji, watu wa propaganda ambao wenyewe wamekaa katika mipaka ya mji wa Makkah kuwatahadharisha wanaoingia dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mtu mchawi, mwenda wazimu, muhuni tu, hana lolote, sio mtu wa kusikilizwa, ili wanapoingia wale watu tayari wawe wamekushapata picha ya Muhammad na wasimsikilize. Kweli Tufail ibn Amr anaingia, anakutana na hawa watu wamekaa mipakani, wanaanza kumpa semina kwamba bwana, unaingia katika mji wetu, na katika mji wetu kuna swala limezuka, kuna mtu anaitwa Muhammad anajifanya yeye ni mtume, huyu bwana ni mwenda wazimu, ni mtoto wetu, lakini amepagawa, vile vile ana aina ya ushetani, sijui ana mapepo mabaya na vitu, maneno mengi ambayo walimwambia Tufail ibn Amr ili aweze kumuogopa. Tufail kweli akasema, "Khalas, mimi nimekuja kwa shughuli zangu, sijakuja mimi kumfuata Muhammad wala mtu yote." Tufail kaingia katika mji wa Makkah, akawa anafanya shughuli zake. Lakini alipoingia katika Al-Kaaba, sehemu ambayo ilikuwa kuna masanamu, na walipokuwa wanakuja Waarabu kutoka maeneo ya majangwani katika Makkah pale, wakifanya shughuli zao, wanakwenda katika yale masanamu kuyaomba baraka za biashara zao na mambo mengine. Alipofika pale, akamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekaa pembeni na anasoma Qur'an. Akajiuliza huyu Tufail ibn Amr kwamba, ya Tufail, hakika wewe ni mtu labibun, mtu una akili zako, ni mtu ambaye akili zako hujazikabidhi kwa mtu mwingine, na una uwezo kutambua kati ya kitu cha haki na batil. Leo inakuwaje unaanza kuhukumu kabla hujamsikiliza mtu? Anajisema yeye mwenyewe ndani ya nafsi yake. Akasema, ngoja nimsogelee nimsikilize huyu bwana anasema nini. Kweli Tufail akamsogelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alipofika akasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma Qur'an. Akamsogelea zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akanyamaza kusoma Qur'an na akamgeukia na akamuuliza, bwana vipi, unatokea wapi? Tufail akasema, nimesikia hao ukiwa kuyazungumza, naomba uendelee kuyasoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea, na baada kabla hajamaliza Tufail akamnyamazisha na akamwambia, hakika haya unayosema haya si maneno ya mshairi wala sio maneno ya binadamu, haya ni maneno yametoka kwa mwenye uwezo zaidi ya sisi wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amenituma tumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, na mimi hapa ni mjumbe wake. Tufail akatamka shahada na akaingia katika Uislamu baada ya kusikia ujumbe kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaifanya akili yake ikawa huru, inasikiliza, inahukumu, inasikiliza na kuhukumu. Lakini leo miongoni mwetu kuna watu ambao wamekabidhi vichwa vyao kwa watu wengine, wanawaingizia vitu ambavyo wanataka wenyewe wafikiri, na wanafikiri kwa niaba yao. Mtu anaweza kumwambia mtu mwingine huyu mbaya na huyu hapa ni mzuri, na yeye akachukulia vile vile. Lakini kwa Muislamu unatakiwa uwe katika mfano kama wa Tufail ibn Amr, amejazwa propaganda dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akasema, la, mimi ni mtu mzima na akili zangu na uwezo wa kupambanua, siwezi kumhukumu mtu kabla sijamuona na sijamsikia. Nimsikie na nimuone, halafu nitamhukumu. Na kweli alivyomsikia na kumuona, akakuta kwamba kumbe yule ndio mkweli, na wale walikuwa wakizungumza zilikuwa ni propaganda za kuzuia da'wa na haki ya Uislamu. Tufail ibn Amr akawa ni mmoja katika Waislamu waliosilimu. Baada ya kuslimu Tufail ibn Amr, mtu mwenye cheo chake katika jamii yake, mfanyabiashara maarufu, alisema nini? Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, basi acha nirudi nikaendelee na biashara zangu hata siku moja. Lakini alimwambia, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ninakuomba ombi langu, naomba unikubalie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hebu omba, niambie unachotokitaka ni kipi. Akaambia, nakuomba unitume niende kwa watu wangu nikawe dai, nikawalinganie kabila la Daus ili waweze kuingia katika Uislamu, waweze kuiona haki hii ambayo mimi nimeiona kupitia kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nimekuruhusu uende ukawalinganie kabila la Daus. Tufail ibn Amr
alikuwa na uwezo kusema naomba nibaki kwako, nikae katika mji wa Makka, nisome kwako, lakini alivyotamka shahada akajua shahada aliyoitamka inamwajibisha yeye achangie katika Uislamu na katika kusukuma mbele Uislamu, sio kukaa. Anahitajika afanye shughuli, anahitajika aweke Uislamu katika position iliyokuwa nzuri zaidi, kuzidisha nguvu za Uislamu na kupanua wigo wa Uislamu. Alielewa bila kufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada tu ya kutamka shahada. Na kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alimruhusu Tufail ibn Amr kwamba nenda kawalinganie watu wako wa kabila la Daus ili waweze kujua Uislamu. Tufail ibn Amr alikwenda, lakini alikutana na upinzani mkubwa sana katika kabila lake la Daus, na wakawa kabisa hawakubali kabisa maneno ambayo anawaeleza. Tufail akafunga tena safari, akaja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, halaka Daus, hakika kabila langu la Daus limeangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwa nini ewe Tufail? Akasema wanakataa kusikiliza maneno ya haki na kuomba ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waombe dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afungue nyoyo zao, nirudi tena nikute wamelainika ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, kabila langu litaangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua mikono juu na akasema Allahumma hdi Dausan, ewe Mwenyezi Mungu waongoze kabila la Daus. Tufail ibn Amr akarudi tena katika kabila la Daus na akafika kule akafanya dawa na akakuta nyoyo za watu zimefunguka na kabila zima likaingia katika Uislamu. Miongoni mwao alikuwepo Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-ma'ruf bi Abi Huraira radhiyallahu anhu. Ndani ya kabila hili yuko Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi katika kabila la Dawsi ambaye anaitwa Abi Huraira, naye vile vile alikuwa miongoni mwa watu walioslimu kupitia kwa Tufail ibn Amr, kutokana na juhudi alizozifanya Tufail ibn Amr. Baada tu ya kuslimu alielewa kwamba ana wajibu katika nafsi yake ya kuweza kutoa na kuchangia katika Uislamu na kuuzidishia Uislamu hadhi na nafasi katika jamii. Huyu Tufail ibn Amr ni mfano mwingine ambao tunaupata katika mifano wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alielewa kwamba kutamka tu shahada haina maana aendelea akachunge zake kondoo na mbuzi, afanye biashara zake, basi mambo yamekushakwisha, yeye amekuwa Muislamu, na atakayesema la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ataingia peponi. Hana wasiwasi, Muislamu kisha silimu, anaswali, anafunga, anafanya mambo mengine, kisha kazi. Hakuelewa Uislamu hivyo. Tufail ibn Amr alielewa kwamba Uislamu ni da'wa, Uislamu ni jambo ambalo nataka niwalinganie watu wengine, Uislamu ni lazima niuzidishie nguvu kwa uwezo alionipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuwa na elimu kubwa, lakini alikuwa na ikhlas katika nafsi yake, ambaye ikhlas ile ikampelekea katika kufanya mambo yenye ikhlas ambaye akakubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yakaleta kabila zima la Daus katika Uislamu. Na si hivyo tu, bali mmoja katika wana Daus wa kabila la Daus, watoto wa Daus, ambaye alikuwa ana nafasi kubwa na ana mchango mkubwa sana katika Uislamu, Abi Huraira radhiyallahu anhu, ambaye kusema kweli hadithi nyingi sana ambazo zina mafundisho ya dini yetu zimepokelewa, zimehifadhiwa katika kifua cha mtu huyu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi Abi Huraira, ni kwa sababu ya da'wa aliyoifanya Tufail ibn Amr. Kwa mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, tufanye da'wa, tuwalinganie watu katika Uislamu. Hawa tutakaowalingania, wallahi mimi na wewe hatuwezi kujua watakuwa na mchango gani katika Uislamu. Wanaweza kuja kuwa baadaye ni watu muhimu sana katika Uislamu, ni watu watakaosaidia sana Uislamu. Usimdharau mtu kwa jinsi alivyo, mhubirie Uislamu wako, mfikishie da'wa, mvute. Hata kama hajakaa vizuri, mvute, mlete. Kama sio yeye, basi kizazi chake kitakuja kutoa mchango katika Uislamu, sababu utakuwa ni wewe ndugu yangu Muislamu. Hata kama umekufa, lakini zile thawabu utaendelea kuzipata mpaka siku ambayo utakuja kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu, na utakuta amali zako ziko mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa yale uliyofanya katika Uislamu. Lakini ukisema Uislamu unatoa nafasi ndogo katika Uislamu, umeridhika kwa shahada yako na Uislamu wako, ndugu yangu Muislamu, uelewe kwamba ni hasara kubwa, na sio hasara yako tu, bali unaopelekea umma unapata hasara. Umma unazidi kudhalilika kwa sababu wewe umeridhika kudhalilika kwa umma wa Kiislamu. Tuendelee kuangalia mifano mingine ndugu zangu, ambayo itakuwa
inatuamsha hisia zetu kuona sisi kama Waislamu tuna nafasi gani ya kuiweka dini yetu katika nafasi iliyokuwa nzuri kabisa. Sahaba mwingine wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaitwa Nuaym ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Huyu Nuaym ibn Mas'ud alikuwa ni mtu shujaa sana katika mambo ya vita, lakini alikuwa ni kafiri, mushrik, katika washirikina wa mji wa Makka, na anaeleweka ushujaa wake jinsi alivyokuwa akipambana na Waislamu. Ni mtu ambaye alikuwa anaamini katika akida yake ya kishirikina, lakini pamoja na imani hiyo alikuwa akifuatilia sana dini ya Kiislamu na kuisoma kisiri kisiri, kujua kwamba kuna ukweli wote ndani yake. Kwa bahati mbaya au nzuri, siku anapokuja moyo wake unafunguka katika imani kwamba kusema kweli Uislamu ndio dini, hizi dini nilizokuwa nikizifuata zingine zote, amepitia kwenye dini nyingi, zote ni dini za uongo isipokuwa hii dini ya Uislamu ambaye mtume wake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaanza kumtafuta mtume sallallahu alaihi wasallam, yuko wapi aweze kutamka Uislamu. Bahati nzuri au mbaya, wakati kusilimu kwake Waislamu wamezingirwa katika mji wa Madina na majeshi wa shirikina wa Makka, wamezingirwa na majeshi wa Mayahudi ambao waliingia makubaliano na hawa mushrikina wa Makka, na kwa upande mwingine Waislamu wamezingirwa na makabila ya Kiarabu ambayo yalikuwa hayajaingia katika Uislamu baada ya kufanya makubaliano ya pamoja katika makundi haya matatu: watu wa Makka wenye kuabudu masanamu mushrikina, Mayahudi na Waarabu wengine, kwamba wahakikishe wanaweka makubaliano ya kumaliza Uislamu na kufuta kabisa Uislamu katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo makundi haya matatu yakaandaa majeshi yao, na kweli mji wa Madina ukawa umezungukwa. Vilikuwa ni vita katika historia ya Kiislamu, au hali iliyokuwa wakati huo ilikuwa ni hali ya kutisha kweli, na Uislamu ulikuwa unatishiwa, yani tishio la kweli kwamba unaweza ukafutwa kutokana na mbinu zilizofanywa na maadui wa Kiislamu. Tufail ibn Amr anaambiwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko na maswahaba zake, wamekaa katika kikao muhimu kinajadili masuala ya jinsi gani wanaweza kujikwamua. Kwa hiyo sio rahisi akakusikiliza, lakini Tufail ibn Amr Nuaym ibn Mas'ud, Tufail tumemzungumzia, Nuaym ibn Mas'ud akaondoka mpaka pale alipokuwa amekaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akakuta maswahaba wamemzunguka au katika hali ya wasiwasi, na maswahaba wanamjua na Mtume anamjua kwamba huyu Nuaym ni mmoja katika makafiri. Lakini pamoja na yote hayo wakanyamaza na wakamkaribisha katika kikao chao waweze kusikiliza amekuja kusema nini. Nuaym ibn Mas'ud akaingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akawakuta kama tulivyosema maswahaba na Waislamu katika hali ambayo kusema kweli hali hii imezungumziwa hata katika Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisifu hali ile kwa kusema: wa idha zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ubtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadidan wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghururan. Haya ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akielezea hali iliyokuwa imewasibu Waislamu katika wakati ule, kwamba macho yalikuwa yamewatoka, yani macho karibu yanataka kutoka kutokana na hofu waliokuwa nayo. Nyoyo zimefika katika makoo, zinataka kutoka kutokana na uoga. Wamezungukwa kila pembe na makafiri, wanatakiwa wamalizwe kabisa Waislamu sasa hivi. Mpaka wale wanafiki na wengine wakapatwa na uoga kwamba sasa hapa kweli jamani, hii hali inatisha. Ahadi za Mwenyezi Mungu hizi ni mapambo, hazina ukweli wote. Mwenyezi Mungu anasema hunalika btuliyal mu'minuna, hapo ndipo alipopewa mtihani wa Waislamu. Wazulzilu zilzalan shadidan, na wakatikiswa mtikiso uliokuwa mkubwa kabisa. Ni hali ya hatari, hali ya kutisha. Umma unataka kuangamizwa na makundi matatu ya kufuru ambayo yameweka makubaliano ya kuuvamia mji wa Madina na kuhakikisha kwamba hakuna Muislamu anayebaki isipokuwa amekufa au amekuwa mtumwa. Wakati kama huu, ndugu zangu, ndio huyu bwana Nuaym ibn Mas'ud anakuja anamtafuta Mtume asilimu, na akasema mimi siwezi kuchelewesha, ni leo
Na kweli akaingia mpaka katika ile kikao, akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungukwa na masahaba zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeukia akamwambia, ma jaa bika ya Nuaim, kitu gani kimekuleta ewe Nuaim? Qal, Nuaim akasema, jitu ashhad an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah wa anna ma ji'ta bihi huwa alhaq, nimekuja mimi kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja, na wewe hapo ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu na uliokuja nayo ni haki. Ubsut ilayya yadaka liubayi'uka ya Rasulullah, nyoosha mkono wako wewe mtume wa Mwenyezi Mungu, nikupe ahadi yangu mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mtiifu kwako na kukusikiliza. Fabaya'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa mkono na akamfanyia bai'a. Baada tu ya kusilimu, hakusema basi mtume wacha mimi nirudi nyumbani kwanza, hivi vita vikishakwisha nitakuja kusoma. Hakutaka muda, sehemu ambayo wale wanafiki walikuwa wakidhihirisha Uislamu wao siku zote, wengine walikuwa wameshakimbia na wengine walikuwa wameshaanza kujisingizia habari za ugonjwa. Anakuja huyu mtu leo, anasilimu leo, na baada tu ya kusilimu anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ampe na jukumu la kufanya. Subhanallah. Saa hiyo nipe kazi nifanye ewe mtume wa Mwenyezi Mungu baada ya kushuhudia Uislamu wangu. Anamwambia, ya Rasulullah, murni bima shit, niamrishe unalotaka. Fa wallahi la ta'murni bi shay'in, na apa kwa Mwenyezi Mungu hutoniamrisha jambo lolote illa qadaituhu, isipokuwa nitalifanya jambo hilo. Fa innahu la ya'lamu ahadun min alqaumi biislami, hawa ndugu zangu hawajui kwamba mimi nimeingia katika Uislamu, wananiona mimi bado ni kafiri. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Nuaim, ya Nuaim, inma anta fina rajulun wahid, wewe miongoni mwetu ni mtu mmoja peke yako. Nuaim, mbona unajipa nafasi kubwa sana kwamba unaweza ukafanya? Wewe ni mmoja peke yako. Walakin fakhadhil anna mastata'at fa innal harbu khid'a, waukatishe tamaa utakaowaweza, kwani hakika vita ni udanganyifu, vita ni mambo ya strategia. Kwa hiyo wewe pamoja na kuwa ni mmoja peke yako na washirikina hawajakujua kwamba ni Muislamu, basi punguza nguvu za washirikina, zile nguvu na hamasa walizokuwa nazo zipunguze. Fantalaqa Nuaim baada ya kuambia maneno hayo akaondoka. Tuangalie Nuaim alifanya nini, ndugu zangu Waislamu. Halafu tujiulize mimi na wewe katika nafasi tulizo nazo tumeifanyia nini dini yetu ya Kiislamu katika wakati wa dhiki kama tulionao hivi sasa. Nuaim akachukua masulia yake na akaenda nyumbani, akafikiria kwa kina sana anawezaje kuusaidia Uislamu. Akapata fikra. Ghafla Nuaim akaondoka, panda farasi wake moja kwa moja akaenda mpaka walipokuwepo Mayahudi katika mji wa Madina. Mayahudi wanamfahamu kwamba Nuaim ni mmoja katika washirikina, ni mmoja katika marafiki zao. Kwa walipofika Mayahudi wa Banu Quraidha wakamkaribisha vizuri, na Nuaim akawaambia, laqad ji'tukum abdul lakum nasiha faktumu anni, nimekuja jamani nyinyi Mayahudi kutoka kwa mushirikina wa Maka, nimekuja kuwapa nasiha. Faktumu anni, basi naomba mnifichie siri yangu. Faqalu qul ya Nuaim, Mayahudi wakamwambia, sema wewe Nuaim unataka kukizungumza, sio na wasiwasi. Qal Nuaim akasema, ta'lamuna ma baini wa bainakum, mnajua urafiki uliopo kati yangu mimi na nyinyi Mayahudi. Qalu lastu indana bimuttaham wa anta indana ala ma nuhibbu min as-sidq wal birr, wewe Nuaim kwetu sisi hutuhumui kwa lolote, wewe ni mtu msema kweli na ni mtu mwema, tunakufahamu. Lakini huyu mtu ambaye ameleta matatizo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu Muhammad wakati wake wa kummaliza umefika, na tushirikiane sisi Mayahudi na nyinyi washirikina wa Maka tummalize. Mayahudi wanamwambia Nuaim bila kuelewa kwamba Nuaim amekwisha kuwa ni mmoja katika askari wa Kiislamu. Nuaim akawaambia, nimekuja jamani kuwapeni siri.
sisi kule mushrikina wa Makka tumepanga kwamba nyinyi Mayahudi ndio mwe mstari wa mbele katika kupambana na Waislamu. Vita vikitokea kwamba tukashinda sisi, ina maana sisi tutakuwa tuna nafasi nzuri ya kuweza kuteka mji wote wa Madina. Lakini ikitokea vita vikageuka Waislamu wakatushinda kama ambao wametushinda katika siku za nyuma, ina maana nyinyi nyinyi Mayahudi kwanza mtauawa, pili hamtakuwa na nafasi tena katika mji wa Madina, na Makuraish hawawezi kukubali kuwapokea, watawaogopa Waislamu. Hii ndio mbinu ambayo sisi tumeiweka kule. Lakini kwa sababu ya urafiki wangu mimi na nyinyi Mayahudi, nimeona nije niwape siri hii. Mayahudi baada ya kusikia maneno yale wakapanic kwamba washirikina watu wa Makka Makuraish wamevunja makubaliano tulikuwa tumeyaweka. Sasa ikatokea zogo kubwa pale. Nuaim akawaambia, jamani sikilizeni, mimi nimekuja kwa ajili ya kutaka kuwaeleza maneno ambayo yatawasaidia. Mimi nashauri ili waweze kuthibitisha kwamba kweli wanayazungumza ni kweli, wapeni sharti, kwa sababu nyinyi mkisema sasa hivi mnajitoa katika vita mtaleta mgogoro mwingine. Wapeni sharti moja hawa Makuraish wa Makka, kwamba wachague watu 70 katika vigogo wao wa mji wa Makka, waje hapa katika kikosi chenu hichi cha jeshi, wawe mstari wa mbele, ili wathibitishe kabisa kwa vitendo kwamba mkataba huu ni mkataba wa kweli na hakuna kutegeana. Mayahudi wakasema, neema rai, hii ndio rai iliyokuwa nzuri. Sisi tunaandika sasa hivi barua na tunamtuma kijana wetu kesho asubuhi apande farasi ampelekee Abu Sufyan barua yetu, ili watuletee vigogo 70 wa Makuraish waje wapigane na sisi katika upande wetu, ili tuweze kupata imani kwamba hawawezi kutufanyia khiana katika makubaliano yetu. Nuaim baada ya kufanya shughuli yake hiyo akaondoka usiku ule ule, akapanda farasi wake na akamchapa farasi wake mpaka walipokuwepo Makuraish katika kambi ya Makuraish. Kufika kule Makuraish wakampokea, ni mtu wao, ni ndugu yao, kafiri mwenzao. Nuaim, tupe habari huko ulipotoka, kuna habari zote za Waislamu? Nuaim anasema, ama kweli Waislamu safari hii wameweza kuzingirwa, na sidhani kama Muhammad na masahaba zake wanaweza kutoka katika mlivyo wa zingira, lakini nimekuja na habari nyingine ambayo inawahusu nyinyi vile vile. Habari gani? Wakasema, ninazo taarifa mimi kwamba Mayahudi kama siku zote walivyokuwa Mayahudi ni watu wa khiana, wamefanya makubaliano na Waislamu. Makubaliano haya waliyofanya kwamba Mayahudi waendelee kuishi katika mji wa Madina kama raia wa mji wa Madina na kama ni marafiki na Waislamu dhidi ya Makuraish, na ili Waislamu waweze kuamini Mayahudi kwamba ahadi yao ni ya kweli, Waislamu wakawaomba Mayahudi kwamba wawaletee watu 70 katika vigogo wa Makuraish, ili wakija wakamatwe. Wakishakamatwa basi Waislamu watajua kwamba Mayahudi wanasema kweli, na hapo sasa mtakuwa nyinyi hamna uwezo wa kupigana vita. Makuraish wakachanganyikiwa kwamba inakuwaje kweli Mayahudi hao ndio maana wamelaaniwa, hawa ni watu ambao wana khalifu ahadi, inakuwaje? Nuaim akawaeleza, akamwambia, na kama mtaka kusadikisha maneno yangu, subirini kama mtu hajakuja kesho na barua inayosema hivyo. Kweli siku ya pili wanakuja pale, Myahudi anakuja na farasi, anakuja pale kwa Makuraish na anaambia, jamani nimekuja na barua imetoka kwa kiongozi wetu, isomeni. Ina Abu Sufyan anasoma barua, wanakuta maneno ya Nuaim ndio yale yaliyoandikwa kwenye barua kwamba tunaomba mtuletee watu 70 waje wapigane na sisi, watutie nguvu. Wakasema, ama kweli Mayahudi ni watu wa khida na ni waongo. Wakati huo barua inasomwa, Nuaim kapiga farasi wake kaondoka, amekwenda katika makabila ya Kiarabu ambayo yalikuwa yako dhidi ya Waislamu, na kufika kule akawaambia, jamani sasa hivi vita vinavyotokea ni kati ya Makuraishi wa Makka na Mayahudi, wao kwa wao wamekhalifiana. Nyinyi mkijifanya kujipeleka kichwa Waislamu watawamalizeni. Kaeni katika mifugo yenu, chungeni ngamia zenu, fanyeni biashara zenu, msiingilie katika haya makundi mawili makubwa, au sivyo kusema kweli mtaadhirika. Kweli wale Waarabu walipopeleleza habari zile wakakuta kwamba kuna mgogoro mkubwa kati ya kambi ya Makuraish na kambi ya Mayahudi kuhusiana na swala zima la kupambana na Uislamu. Nuaim anarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, majeshi yote yamesambaratika. Wayahudi wamesambaratika, Makuraish wamesambaratika, Waarabu wamesambaratika. Ule mzunguko walikuwa wamewazunguka Waislamu katika mji wao wa Madina wote ukawa umefutika.
bila ya vita kubwa kufanyika. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alisilimu katika wakati wa dhiki kama huyu Nuaim na Ibn Mas'ud, na akaamua kuusaidia Uislamu kwa akili zake na fikra zake, na hakika aliweza kuusaidia Uislamu ambao ilikuwa tayari umma wa Kiislamu umeingiwa na hofu wa kumalizwa, lakini kutokana na akili zake na ikhlasi yake na uchungu wake na kujua kwamba kuwa kwake Muislamu kunamwajibisha yeye autetee Uislamu katika nafasi aliyokuwa nayo, alifanya hivyo Nuaim ibn Mas'ud, na hakika aliukomboa Uislamu katika sehemu iliyokuwa ni ya dhiki sana. Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu tupo katika Uislamu muda mrefu sana, sio siku moja. Nuaim siku moja tu na amefanya mambo yote haya. Mimi na wewe tuna miaka katika Uislamu na tuna hakika kabisa Uislamu upo katika hali mbaya. Tumefanya nini katika dini yetu? Tujiulize, tumefanya nini? Mchango wako umeutoa upi? Uwe ni mchango wa mali, mchango wa akili, mchango wa fikra, mchango wa kutangaza dawa, mchango wa kuhubiri Uislamu, kuwe katika nafasi nzuri. Umechangia nini katika Uislamu, katika sekta yoyote ya maisha yako? Jibu utakalolijibu utakuwa nalo wewe mwenyewe, na ndio utaelewa kwamba je, wewe umesaidia katika kuunyanyua Uislamu au umesaidia katika kuudidimiza Uislamu? Haya majibu tutakayoyapata ndiyo yatakayetupa sisi muhafizati, motisha, vitu ambavyo vitatupa msukumo wa kuweza kuchangia katika dini yetu ya Kiislamu na kuipa nafasi ya kwanza katika shughuli zetu za kila siku ambazo tunazifanya. Kwa ndugu zangu Waislamu, kuna haja tujiulize swali hili, halafu tujibu kwa ikhlas kabisa na kwa uadilifu kabisa katika nafsi zetu, na uangalie kama hujachangia katika Uislamu lolote. Kwa nini ndugu yangu? Tujiulize hivyo, kwa nini hivi maisha yangu yote naishi hapa ni kwa ajili ya nini? Je, ni kwa ajili ya dunia? Niwe na maisha mazuri? Mimi nasoma kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dunia, niwe na maisha mazuri, na mke mzuri, na nyumba, gari, nafasi nzuri, hali nzuri katika kijamii. Ndio hiyo hamu yangu. Biashara yangu iende vizuri, kazini kwangu nipande cheo, nifikie mpaka nafasi ya juu kabisa hapo ulimwenguni. Ukiulizwa katika masuala ya Kiislamu, wako wenyewe wanafanya mambo hayo, sio mimi. Wewe huhusiki kabisa na Uislamu zaidi ya swala zako. Tujiulize maswali kama haya, halafu tujilinganishe na hawa ambao walikuwa ndio sababu ya Uislamu kutufikia sisi. Walichangia nini katika masuala mazima ya Uislamu? Hawa hawakutoa hutuba ndefu sana kama ambazo mimi nazizungumza hapa. Walifanya matendo ambayo yalibakia na athari zake tunaziona, kwa sababu ilikuwa yana nini? Yalikuwa na ikhlas ndani yake, na amali ilikuwa na ikhlas ndani yake. Ndio maana matendo yale yakabakia na athari zake zikaonekana. Ni jukumu letu mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, tusihuzunikie tu hali ya umma ilipofikia, lakini tuangalie tunaweza tukachangia wapi kwa njia moja au nyingine kuweza kuikwamua. Na usijali mchango wako ndugu yangu. Unaweza kuona mchango, mimi nitafanya nini? Mchango wangu mdogo utasaidia nini? Hali mbaya sana, nitafanyaje? Huo mchango wako mdogo unapoufanya kwa ikhlas na kwa uchungu, Mwenyezi Mungu anaingiza baraka ndani yake, na hakika mambo mengi yanabadilika, kwa sababu anakuwa amekubadilisha wewe, na wewe unakuwa na uwezo wa kuwabadilisha watu wengine. Tufanye kwa ajili ya umma wetu wa Kiislamu. Bali mwingine anaweza akajiuliza akasema, bana, mimi mwenyewe kwanza nahitaji nifanyiwe da'wa. Sijakaa katika msimamo uliokuwa mzuri, bado nafanya maasiya, bado sijakamilika, sababu na vitu vingi, hoja nyingi za kukimbia kuweza kuchangia katika Uislamu. Bwana, pesa zetu zenyewe hizi unajua tena zinapatikana kiharamu. Pesa nitatoaje sadaka kitu ambacho kinapatikana kiharamu? Unajua tena kazi zetu tunazozifanya hizi bwana, tuko maofisini bwana, hatupati tena nafasi bwana ya kufanya dawa, hatupati nafasi hata kuchangia katika Uislamu, lakini tuko na nyinyi jamani, tuko na nyinyi. Haya ndio maneno yanayozungumzwa haya. Mwingine bana, unajua tuko maofisini huku, hata hijabu kivaa wanakuona mtu wa ajabu, lakini inshallah tukistaafu tutavaa hijabu, tutakuwa Waislamu wazuri. Ni maneno yanazungumzwa na Waislamu ya kuhuzunisha, jinsi gani ambavyo Muislamu aliyetamka shahada anatafuta hoja vya ajabu kukimbia masuala yake katika masuala ya dini, mchango wake kutoa katika dini anakimbia, bali maisha yake yote anaishi kwa ajili ya dunia. Vipaumbele vyote vinapangika katika vigezo vya kidunia, lakini kuhusu dini
kusema kweli ni sehemu ndogo katika maisha yake anaitoa katika kuifanikisha dini yake. Hebu tuangalie mfano wa mwisho wa mmoja vile vile katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama za makhalifa waongofu, baada ya makhalifa waongofu, jinsi gani ambavyo walivyokuwa wakiuelewa Uislamu pamoja na udhaifu ambao walikuwa nao. Huyu hapa ndugu yetu anaitwa Abi Mihjan al-Thaqafi. Abi Mihjan al-Thaqafi alikuwa ni Muislamu mzuri, na vile vile alikuwa ni mtu ambaye ana mchango mkubwa katika masuala mazima ya jihad fi sabilillah. Lakini Abi Mihjan al-Thaqafi alikuwa na udhaifu wake. Huyu bwana alikuwa ni mlevi. Yeye bwana kila anavyozuiwa masuala ya pombe atazuilika, lakini atakaa mwezi mmoja atakunywa tena, atakutikana amekunywa pombe, ataadhibiwa, atakaa vizuri tena, udhaifu umemkolea wa pombe. Kwa hiyo kwa ujumla alikuwa ni mlevi wa pombe, Abu Mihjan al-Thaqafi. Siku moja katika vita vile vile kati ya Waislamu na Warumi, vita hivyo vilikuwa vikiongozwa na Saad ibn Abi Waqqas, mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Mihjan akaenda kutoka kushiriki katika vile vita. Kufika Saad ibn Abi Waqqas, wakati anakagua jeshi, akamkuta Abi Mihjan al-Thaqafi macho yake yanaonekana amelewa. Akamsogelea akakuta kwamba kweli amekunywa pombe. Saad ibn Abi Waqqas akakasirika sana kwamba sisi tupo katika jihad, tumekuja katika vita vitakatifu vya jihad, wewe unakuja umelewa. Abu Mihjan akasema mimi nimekuja kupigana kwa ajili ya dini yangu ya Kiislamu. Saad ibn Abi Waqqas akakataa, akasema hatuhitaji sisi msaada wako wa mlevi mkubwa wewe. Akamchukua Saad ibn Abi Waqqas akamchukua huyu Abu Mihjan akampeleka mpaka katika sehemu ambapo alikuwa amefungiwa farasi, akamfunga pale, funga na makamba miguuni na mikono. Akamwambia vita vitakapomalizika basi adhabu ya kuchapwa itakuwepo pale pale kwa sababu ya kunywa pombe. Abu Mihjan maskini kafungwa, amekaa katika sehemu ya mafarasi na vyakula, na katika sehemu ile alikuwepo mke wa kamanda huyu Saad ibn Abi Waqqas, anaitwa Salma. Salma naye yuko pale. Vita vinaendelea, Waislamu wamezidiwa sana, wamezingirwa, wengine wameanza kukimbia, vita vimegeuka kabisa. Abu Mihjan anaangalia vita vinavyoendelea huku analia kwa machozi, na anamuomba Salma kwa viapo vyote kwamba nakuomba Salma, nifungue kamba hizi, niende nikawasaidie ndugu zangu Waislamu wanaouawa, nisaidie dini yangu ambayo inapigwa na makafiri, na mimi nimefungwa hapa, kweli nimekunywa pombe, lakini niachie haya na Mungu, nifungulie kamba, na naapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba kabla vita havijakwisha nitarudi tena uje unifunge, ili anapokuja mumewe Saad ibn Abi Waqqas anikute pale alipokuwa ameniacha. Lakini siwezi kuridhika kuona Waislamu wenzangu wanauawa, jeshi la Kiislamu linashindwa, Uislamu unashindwa, na mimi nimefungwa kamba na wakati najua kupigana. Salma yale maneno yakamuingia, na kweli akachukua jukumu, akaenda akamfungua Abu Mihjan. Abu Mihjan akajifunga kilemba uso mzima asionekane, akachukua na farasi alikuwa yuko pale, kumbe yule farasi alikuwa ni farasi wa Saad ibn Abi Waqqas, akaingia naye kwenye mapambano. Ghafla Saad ibn Abi Waqqas anaona mtu wa ajabu ameingia, amejifunika uso mzima, anapambana kweli kweli, mmoja dhidi ya watu 10 na anawamaliza, mpaka akabadilisha ile mizani ya vita. Waislamu wakapata mori tena, wakawa na nguvu nyingine mpya, na wakaweza kuwashinda makafiri katika vita vile. Na kabla vita havijamalizika, Abu Mihjan al-Thaqafi akawahi kurudi, akaenda mpaka kwa Salma, akamfunga tena kama ilivyokuwa mwanzo, na Saad anamaliza, anakuja anamkuta mlevi wake kafungwa vile vile pale, na anamkuta Salma. Akamwambia, ewe mke wangu, ama kweli kilichotokea leo ni kitu cha ajabu. Amekuja mtu mmoja hatujui alipotokea, amejifunika uso mzima, inawezekana ikawa ni malaika kweli? Malaika katika vita vilivyotangulia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'an nasema Mwenyezi Mungu aliteremsha malaika. Je, malaika kweli? Nimemwona malaika mimi? Salma akaona sasa mume wake anakwenda mbali, akamwambia, mume wangu sio hivyo, yule sio malaika wala sio mtu ajabu, yule uliokuwa unamuona ni mlevi wako huyu hapa, Abu Mihjan al-Thaqafi, ndio alioingia mule ndani. Kwa Abu Mihjan alivyosikia hivyo akakaa vizuri, kwa sababu uongo umekwisha zungumzwa, hakuna siri tena.
Saad ibn Abi Waqqas akamwendea Abu Mihjan huku analia na akamkumbatia Abu Mihjan na kumwambia, wallahi Aba Mihjan, nimekusha kuchapa sana kuhusiana na pombe, na naapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa hili ambalo umelifanya leo katika vita hivi vya jihadi, sintokuchapa tena, na hukumu yako na ulevi wako na muachia Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye atakayekuadhibu au kukusamehe, lakini kuanzia leo mkono wangu hauwezi kukuchapa wewe kwa jihadi ulioionyesha kutetea dini hii ya Kiislamu. Abu Mihjan al-Thaqafina akasema, wallahi na mimi naapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa hutonichapa hata siku moja na umeatia hukumu kwa Mwenyezi Mungu, na mimi kuanzia leo haramu mdomo wangu kugusa pombe. Subhanallah. Sasa nakuja mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, nasema bwana sisi madhaifu bwana, tutafanyaje? Tutajiingizaje kwenye mambo ya Kiislamu jamani? Tutauchafua na huo Uislamu wenyewe. Hizi pesa tutakazo hapa labda za kufanyia dawa na nini, hizi pesa zina mariba, hizi pesa zingine za haramu hizi jamani, tutawapeje? Viji sababu vingi. Mimi bwana najua tena sijakamilika bwana, unajua ndio hivyo na udhaifu wangu, kwa hiyo siwezi kujiingiza kwenye mambo ya Kiislamu, acha nikae mbali. Huyu mtu alikuwa ni mlevi, na kutokana na ulevi wake alikuwa anaelewa kwamba ana jukumu la kuweza kuchangia katika masuala ya Kiislamu. Alikuwa na uchungu na dini yake. Udhaifu wake ni udhaifu. Hakuna binadamu aliyokamilika. Aliyokamilika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiofanya madhambi ni malaika. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, kama nyinyi mngekuwa mfanyi madhambi, Mwenyezi Mungu angewaondoeni akawaleta watu wengine wenye kufanya madhambi. Binadamu anafanya madhambi, anakosa, anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hii haimaanishi kwamba kwa kufanya kwake madhambi hana nafasi ya kufanyia jukumu katika dini yake. Muhimu sana kuchangia ndugu zangu katika maendeleo ya Kiislamu. Mabadiliko yanatokea katika nafsi zetu ndio yanayobadilisha jamii zetu kwa ujumla. Usidharau mchango wako na juhudi yako. Sisi leo ni Waislamu, tuko wengi, mamilioni kwa mamilioni ya Waislamu, lakini hali zetu ni dhaifu kabisa. Zile sifa zote tulizosifiwa kuanzia mwanzo tulivyozungumza zote takriban hatunazo. Kuntum khaira umma, nyinyi ndio umma mbora mliotolewa kwa watu. Ukituangalia utakuta kwamba hatuna ubora wote katika maisha yetu. Nyinyi ni umma wakati kwa kati, umma wa uadilifu, mashahidi mbele ya watu. Ukituangalia tuko katika wakati, tuko nyuma, tuna kwenye tela la nyuma kabisa kule, tunafuata mkia. Ni mambo ya kuhuzunisha na kusikitisha ndugu yangu Muislamu. Lakini anayeweza kubadilisha si mtu mwingine, ni wewe. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Mwenyezi Mungu habadilishi yaliyomo kwa watu mpaka kwanza wao wabadilishe yaliyomo katika nafsi yako. Anza wewe na nafsi yako. Badilisha nafsi yako kwamba mimi ni Muislamu, nimetamka shahada na dini ya Kiislamu ni amana katika mabega yangu, ninaweza nikachangia nini? Jiulize. Kile ambacho unaweza kuchangia katika sehemu uliyopo ukachangia. Na ukichangia mmoja, mwingine na mwingine na mwingine, hii michango ndio inayokuja inanyanyua Uislamu, inausukuma mbele Uislamu. Kwa sababu gani? Wote tumetoa michango yetu. Huyu katoa katika upande wa elimu, huyu katoa katika masuala ya afya, huyu katoa katika masuala ya idara, huyu katoa katika masuala ya da'wa, huyu katoa katika mambo haya, huyu katoa kule. Almuhimu kila mtu kafanya juhudi katika sekta aliyopo na anayeweza na katika nafasi yake. Juhudi hizi zinapokusanywa pamoja ndizo zinazotengeneza nguvu ya kusukuma mbele Uislamu. Lakini kila mtu akisema atafanya mwenzangu, mimi sio dai, mimi sihusiki, mimi maamuma, mimi tunipo nielezwe nifanye nini mimi. Almuhimu kila mtu akijikimbia. Ndio maana unakuta dini ya Kiislamu haina watu isipokuwa watu wachache wenye kuitetea, wenye kuihubiri, wenye kuisimamia, wanakuwa ni wachache, lakini kundi kubwa wanakuwa ni watazamaji, kitu ambacho kitazidisha kuufanya umma huu uwe ni umma uliokuwa dhalili, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatangaza kwamba hakika utukufu ni wa Mwenyezi Mungu, utukufu ni wa mtume wa Mwenyezi Mungu, utukufu ni wa Waislamu. Lakini pale watakapokuwa tumeelewa kwamba tuna dhamana kubwa ya kuweza kuchangia katika dini hii kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia. Tupate mifano ya hawa maswahaba wachache tu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutamka shahada waliwezaje kuchangia dini yao ya Kiislamu. Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, dada yangu Muislamu, mama yangu Muislamu, mdogo wangu katika Uislamu, tuangalie tutachangia vipi Uislamu wetu. Tutasema nini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kujitetea kwamba nilichangia katika Uislamu?
Ni muhimu sana ndugu zangu Waislamu, tutangulize amali zetu, tuweke Uislamu wetu katika maisha yetu, uwe ndio uhai wetu, iwe ndio malengo yetu tunataka kuyafanya. Kile unachokifanya weka Uislamu mbele ya uso wako kwa ajili ya kuipa nafasi iliyokuwa nzuri kabisa, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutukubalia amali zetu na aweze kufanya umma huu wa Kiislamu unyanyuke tena, usiwe ni sawa sawa na mbogo ambalo limeanguka linakatwa visu. Uwe ni umma wenye kutisha. Mtu akitaka kuzungumzia Uislamu anafikiria mara 10, 15 mpaka 20 kabla hajasema lolote dhidi ya Uislamu. Lakini leo mtu yote anaweza kuzungumzia swala ya Kiislamu na asifanye lolote na asitokee mtu yote katika Uislamu zaidi labda watu kuandamana tu. Lakini hakuna tishio ambalo umma wa Kiislamu nalo sasa hivi ukawekwa katika hesabu kwamba ni jamii ambayo inatakiwa iangaliwe kwa makini, bali tumekuwa kila mmoja na lake. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutukuza Uislamu. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.